Database ni mifumo mbalimbali inayotengenezwa kwa ajili ya kusaidia usajili ili uweze kuhifadhi taarifa za watu fulani. Inategemea sana aina ya watu watakao watengeneza hiyo database. Kwa kwanza kabisa tutatumia programu ya Access. Kwa utafungua Access. Fungua Access, utakutana na template mbalimbali za database ya shule, juu ya asset tracking, ya contact na nyinginezo. Sisi tutatengeneza ya kwetu, kwa hizo template tutaachana nazo. Tutakuja kwenye blank database. Nitakuhitaji uanze kusave kwanza. Nimesema mfano database ya leo nitatengeneza POS, post on sale. Kwa baada ya kuandika jina la database utaklik create. Kwa unapoanza kutengeneza database tunaanzia kwenye root kabisa yani nikisema root na maanisha unaanzia kwenye mzizi wa database, sehemu ambayo taarifa inahifadhiwa kabisa. Kwa sehemu ambayo taarifa inahifadhiwa ni kwenye table, na kama unavyoona hapa tayari tuna table yetu japokuwa bado haijawa designed. Kwa utakuja hapa home, utakuja unasema kwa view, utaenda kwenye design view. Kwa kwenye hii table ananiomba ni save kwanza table yangu. Hii ni table information, kwa nitaita tu info. Kwa kwenye hii table taarifa tunazojaza kwenye hii table ni taarifa ambazo tunazihitaji kutoka kwa mhusika ambaye tunamjaza. Mfano kama nilivyosema kwangu ni ya duka, ina maana nitahitaji taarifa za wateja. Kama ni ya shule nitahitaji taarifa za wanafunzi. Kwa hiyo kile unachokihitaji kutoka kwa mwanafunzi kutoka kwa mteja ndio unachokujaza kwenye nini? Kwenye hii sehemu hapa. Kwa kuanza hii ID ni muhimu, kwa unaiacha. Hii inakuwa ni primary key. Tulikuwa na complain kwa ni primary key. Hii inakuwa ni auto number, yani jina namba zinajazwa automatically. Namba 1 na 2 na kuendelea. Kwa hapa kuna sehemu ambazo zitakuwa nizijaze ambazo ni tatu. Sehemu ya kwanza ni field name, sehemu ya pili ni data type. Kwenye field name ni jina la hiyo field utakaoingiza. Mfano nahitaji taarifa ya jina la kwanza la mteja. Hapa nitaandika. Nataka jina la kati ni middle name. Tuseme tutake tuna last name. Huku ni aina ya wewe unavyoingiza hiyo data. Kwa ndo maana hapa kwenye first name imekaa ni maneno mafupi na maana ni maneno yasiyozidi mangapi? 255. Ndio short text. Kwa hiyo na short text maana yake maneno yake yazidi 255. Kwa hiyo twende kwenye taarifa nyingine, nataka DOB, yani date of birth. Hii ni tarehe. Kwa hiyo hapa kwenye data type utabadilisha, utaenda date or time. Yeah. Taarifa nyingine nayohitaji labda tuseme ni gender, jinsia ya mhusika. Hii taarifa yake nataka nijaze jinsia zangu, then mwisho wa siku zifuate. Kwa nitaenda kwenye sehemu kwa lookup wizard. Utaenda kwenye sehemu I will type the value that I want, ili uandike taarifa zako unataka wewe. Alafu kwenye gender nataka male na female. Utaenda next. Allow multiple values, haina shida, utaenda finish. Kwa sasa hivi nikienda kwenye gender wakati najaza taarifa, turudi mfano kwenye data sheet view uone nilichokifanya. Ananiambia ni save, kwa nakubali yes. Ukifika kwenye sehemu ya tarehe utaona umepewa kalenda, ni kana kwamba uchague tarehe kutoka kwenye kalenda. Ukienda kwenye gender utaona umepewa drop down list, maana yake uchague jinsia kutoka kwenye wale ambao umewaandika, hapo ni male na female. Swali mpaka hapa? Hamna. Taarifa nyingine nahitaji labda ni tarehe alionunua bidhaa. Kwa hiyo nitasema date of purchase. Halikadhalika ni ipo hivyo date or time. Alafu tutakuja kuweka bidhaa alionunua. Sasa naandika product purchased. Tutaacha tu hapa ni short text. Alafu mwisho kabisa tujaze na cashier aliyomhudumia. Kwa cashier pata andika jina lake. Kimeniletea mfano mdogo wa post on sale. Kwa sasa hivi nikisave, ukirudi kwenye data sheet view, zile data field zangu zinaonekana huko juu. Na sehemu za kujaza ni hizi hapa kama zinavyoonekana.
Kwa nikitaka kujaza taarifa maana yake najaza huku chini. Sasa turudi tena huku kwenye ni design view. Tumeona sehemu mbili, tumeona field name kazi yake ni kujaza taarifa ambayo inahitajika kuuliza. Yaani kama ni maswali anayoulizwa mteja kwamba yule anajaza mfumo, yani anauliza maswali kutoka kwa mteja husika. Hapa ni the way hiyo taarifa inavyotakiwa ingie katika format gani ndio kwenye data type. Huko kwenye description panakuwa ni maelezo mafupi kuhusiana na hiki kibox. Kwa unaweza kuwa unamuelekezea kuhusiana na taarifa ambayo utakataje ijaze kwenye kibox. Mfano hapa sasa tukaandika kwa lugha yoyote. Sasa mfano mfumo unaweza kuwa ni Kiingereza au kaandika kwa Kiswahili kwamba nijaza taarifa za jina la kwanza la mteja. Labda hii ya pili inakuwa ni jina la mwisho, kwa nini utaiandika hapa, sema sasa ni jina la mwisho au jina la ukoo la mteja. Hapa unaambiwa andika tarehe ya kuzaliwa ya mteja. Huku keshia, andika jina la keshia. Hapa kwenye product purchased, andika bidhaa iliyouzwa. Hapa kwenye date of purchase, andika tarehe ya manunuzi. Hapa kwenye jenda, chagua jinsia ya mteja. Kwa mfumo unakuwa na Kiingereza lakini unamuelekeza kwa Kiswahili. Kwa description haina athari yoyote, ni kwamba wewe tu kipindi unakuwa unajaza hizo taarifa kwenye sehemu ya chini hapa itakuwa ikupe zile description ambazo umezijaza. Sasa hapa itabidi nifanye kitu kimoja, nifunge database yangu afu nifungue tena ili iweze kuadapt changes za description. Kwa hiyo ni access POS enable content. Kwa sasa hivi nikija hapa kwenye hii table yangu, ukija kama unataka ujaze huku chini unakuwa nakwambia, umeona hapa nakwambiaje? Jaza taarifa jina la kwanza. Kija hapa anakwambia jina la ukoo, kija hapa anakwambia ni tarehe. Kwa hiyo description zako ulizoziweka zako hapa chini kwa ili ya kumsaidia mjazaji wa taarifa aweze kujua hiyo sehemu inahitajika kujaza nini. Kwa basi mwisho wa siku wale wahusika wanatakuwa wajazwe humu. Kwa hiyo unaweza kuwajaza manually au unaweza kuendelea na mfumo zenu ukaja kuwajaza kwenye form, na ndio tunachokuja kufanya baadaye. Kwa maana kutengeneza form ambayo ukijaza kwenye form moja kwa moja taarifa zinakuja huko kwenye kwenye table. Swali mpaka hapo?